Hello guys, ninawakaribisha sana Acha Neno Liongee podcast. Leo kuna kitu kimoja nataka tuzungumze. Ni moja kati ya swali ambalo linapasua vichwa watu wengi sana juu ya concept ya kwamba hivi ni kweli Mkristo anaweza akawa na pepo, Mkristo anaweza akawa na jini, Mkristo anaweza akawa na mizimu, Mkristo anaweza kumilikiwa, ama kwa lugha ya kibibilia, je, Mkristo anaweza kupagawa na pepo? Ni moja kati ya swali ambalo miongoni mwa maswali ambayo yanawachanganya watu wengi sana. Nilipata nafasi ya kupita mitandaoni nikasikia kipengele kidogo sana na sikupata kusikia context yote ya ile interview iliyokuwa nafikiri ni ya our sister Rillian Mwasha pamoja na moja kati ya watumishi wa Mungu ambao wanaendelea kufundisha neno sehemu tofauti tofauti, na kile ambacho amekizungumza kimetengeneza mkanganyiko kidogo na mshtuko kwa watu wengi sana, watu ambao wakisikia ile kwamba je, Mkristo anaweza akawa ana pepo ama anaweza akawa na jini. That was the concern, na hiyo ndio ilikuwa concept ambayo ilikuwa inazungumzwa. Wapendwa, hii topic ni pana sana, lakini tunaweza tukaikategorize tunaweza tukaisimplify kuhakikisha kwamba tunaelewa kile ambacho tunakizungumza. Tunapozungumzia hii topic, kuna vitu viwili ambavyo tunatakiwa kuwa navyo kichwani. Kuna kupossess na kuna kutorment. Nafikiri hizi concept mbili zinawachanganya watu wengi sana. Mtumishi anawezekana kuwa yuko sahihi kwa asilimia kubwa zaidi, lakini namna ambavyo amedeliver topic na point yake imeleta kidogo mkanganyiko, kwa sababu usipokuwa makini unaweza ukachanganya torment na possession. Ni vitu viwili tofauti. Umiliki, wewe ukiwa kama ni Mkristo, ukikwisha kumpokea Kristo, ukipokea Mungu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, automatic kabisa wewe ni unamilikiwa na ufalme wa Mungu. Na honestly speaking, ukiwa unamilikiwa kwenye ufalme wa Mungu, wewe ni unabakia kuwa kwake. Biblia imezungumza hayo kwenye maeneo mengi sana. Maeneo machache tu tupita katika neno la Mungu kwenye kitabu cha Mathayo sura 17, 14, 18. Inasema kwamba alipofika ulipokuwa umati wa watu, mtu mmoja alimjia Yesu, akapiga magoti mbele yake, kisha akasema, Bwana, mwonee huruma mwanangu, yeye ana kifafa na anateseka sana, mara nyingi huanguka motoni na kwenye maji. Nimemleta kwa wanafunzi wako, lakini hawakuweza kumponya. Yesu akamjibu, ninyi ni kizazi kipotovu msioamini. Nitakaa nanyi mpaka lini, na nitawavumilia mpaka lini? Ikisha akamwambia amlete mtoto wake, na wakati huo akafanya kile kinachoitwa deliverance. Akamtoa mtoto kwenye mateso ambayo alikuwa anapitia. Mtoto alikuwa yuko possessed na pepo ambalo lilikuwa lina uwezo wa kucontrol emotions, mawazo na vitendo vingine vyote, kiasi cha kwamba linaweza likamtupa kwenye moto, linaweza likamtupa kwenye maji. Session ya pili unaweza kaangalia tena kwenye kitabu cha Luka sura ile ya 4 mstari 33 mpaka 35. Inasema hivi: alipokuwa mtu mmoja katika sinagogi aliyekuwa naye amepagawa na pepo mchafu, naye alianza kupiga kelele kwa nguvu akisema, unataka kutufanya nini wewe Yesu wa Nazareti? Umekuja kutuangamiza na kufahamu wewe ni nani? Na baada kidogo tu Yesu alimkemea na pepo likamtoka. Neno kupagawa na pepo, tafasiri yake kwa lugha nyepesi zaidi ni kumilikiwa ama kuwa possessed. Kwenye Biblia za Kiingereza nyingi sana ni kwamba he was possessed na pepo, kwa hiyo alikuwa anamilikiwa na pepo. Kwa ukinisikia nasema ni kupagawa, tafasiri yake ni anamilikiwa na pepo, ambalo lilikuwa linamfanya awe na uwezo wa kuzungumza vitu ambavyo havikuwa vina make sense. Unaweza ukaangalia tena kwenye kitabu cha Luka sura ile ya 8 mstari wa 27 mpaka 33. Na alipokushuka katika mashua, alikutana na mtu mmoja wa mji ule aliyepagawa na pepo. Safari hii Yesu alikuwa anaingia katika kijiji cha Wagerasini, na akakutana na mtu aliyekuwa na kwenye Biblia za Kiingereza inasema legions, yani maana walikuwa ni wengi, mapepo wengi sana wako kwenye mwili wake. Kwa muda mrefu mtu huyu alikuwa havai nguo wala kuishi nyumbani, bali aliishi makaburini. Alipomwona Yesu alipiga kelele, akajitupa chini mbele yake na kusema kwa sauti kuu, unataka nini kwangu, Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na baadaye tunajua kabisa kwamba Yesu aliwatoa
mapepo wakawaingia nguruwe. Na unaona kabisa mtu ukiwa possessed, ukipagawa na pepo, kuna mambo ambayo utajikuta unafanya ambayo kwa akili ya kibinadamu ya kawaida mtu hawezi akafanya. Huyu mtu alikuwa havai nguo, huyu mtu alikuwa ana nguvu si za kawaida, hata wakimfunga alikuwa na nguvu si za kawaida. Sijui unanielewa. Turudi nyuma, yule mwingine alikuwa na uwezo alikuwa anajitupa sehemu yoyote ambayo ni sehemu ya hatari. Kwa akili ya ubongo wa mwanadamu wa kawaida, binadamu hawezi akafanya hicho kitu, kwa sababu ukiguswa tu na moto unajua tu kwamba akili yako inakwambia hapo toka. Kwa hiyo unaona concept ya kuwa possessed hapa, ya kumilikiwa, ya kuwa na pepo, na yenyewe ni kipengele. Kwa maana wakiwa na wewe wana control asilimia kubwa ya namna ambavyo unaishi, matendo unayoyafanya na vitu ambavyo unavifanya kwenye shughuli zako za kila siku. Kwa hiyo tunaweza tukarudi tu kwenye point kwamba is it true, kwamba ni kweli Mkristo anaweza kumilikiwa na pepo? Jibu ni hapana. Mkristo hawezi kumilikiwa na pepo. Kwa nini? Kwa sababu kisha kumkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yeye huingia na ukaa ndani yako, na kisha kaa ndani yako, wewe unakuwa kiumbe kipya. Kwa mantiki hiyo, unaanza sasa kuishi ukiwa chini ya ulinzi, yani ukilindwa na jeshi la malaika wa mbinguni, pamoja na kuongozwa na uwezo wake Roho Mtakatifu. Kuna maeneo mengi sana ambayo Biblia imezungumza hilo. Machache ambayo naweza nikakupa ni kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, anasema bali ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kwenye kitabu cha Yohana 1:12 inasema tena, bali wote waliompokea na kumwamini aliwapa haki ya kuwafanya watoto wa Mungu. Unaweza ukaona kabisa pia kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 8 mstari wa 9 mpaka 11 inasema, lakini ninyi hamuishi kwa kufuata matakwa ya mwili, bali mnaongozwa na Roho, ikiwa kweli Roho wa Mungu anaishi ndani yenu. Mtu yoyote ambaye hana Roho wa Kristo, yeye si wa Kristo. Lakini kama Mkristo anaishi ndani yenu, ingawa miili yenu imekufa kwa sababu ya dhambi, roho zenu zinaishi kwa sababu mmekwisha kuhesabiwa haki. Naendelea kusema tena mstari wa 11, na ikiwa Roho wa Mungu ambaye alimfufua Yesu kutoka kwa wafu anaishi ndani yenu, Mungu aliyemfufua Kristo Yesu kutoka kwa wafu ataipatia uzima miili yenu ambayo hufa kwa njia ya huyo Roho wake ambaye anaishi ndani yenu. Kwa hiyo ukweli ni kwamba Mkristo hawezi kumilikiwa na pepo. Lakini hapa inakuja my point, na unaweza ukashare pia kwenye comment section hapo chini, wewe unafikiria nini based on ufahamu na vitu ambavyo unahisi unaona viko sawa kutokana na vile ambavyo umesoma ama umefunuliwa. Mimi nadhani hatuwezi kumilikiwa, lakini tunaweza ile concept ya pili sasa tukawa torment. Tunaweza ni kile kipengele cha kuteswa, cha kuhangaishwa, kusumbuliwa. Mapepo yana tabia kama nzi. Mapepo yana tabia ya kuwa kama nzi, siji mbu. Anaweza akanalia sikio hili, ile sauti ya pepo, ukimtoa sikio hili ukukaamia sikio jingine. Ndio maisha yako jinsi yanavyokuwa, na ndivyo jinsi ambavyo wanakutorment. Tunawezaje kusema hicho kipengele? Je, kuna scriptures zozote, kuna neno lolote ambalo linasindikiza kile ambacho mimi nakiamini? Yes, kwenye kitabu cha Luka sura 22:31-33, Kristo anamwambia Simoni, mimi hapa, anamwambia Yesu akasema, Simioni, sikiliza, shetani ameomba ruhusa kwa Mungu awapepete ninyi kama ngano, lakini nimekuombea wewe imani yako isipotee, na utakaponirudia mimi uwatie moyo ndugu zako. Kwenye kitabu cha Mathayo 26:41 inasema, kesheni muombe msije mkaingia katika majaribu, kwa maana roho iradhi, mwili ni dhaifu. Luka 22:40 inasema, alipofika huko akawaambia wanafunzi wake, ombeni kwamba msiingie katika majaribu. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa kuna session, kuna hichi kipengele ambacho yes, mko karibu na Kristo, yes, tuna Roho Mtakatifu ndani, lakini majaribu yako pale pale, na tunaambiwa sana, tunaagizwa sana tuenende katika sala na maombi ili kumwomba Mungu
tusije tukaanguka katika majaribu. Na hata katika maisha ya Kristo mwenyewe shetani alikuwa anajaribu, maana ndiyo strategiki yake. Anajaribu kutafuta kuingiza mguu katika maisha yako wewe. Hapo anaweza kukusumbua kutokana na mahitaji yako, kwa sababu Biblia inasema roho yako iko radhi, lakini mwili wako udhaifu. Na shetani sehemu ambayo anaiattack sana ni mwili wa mwanadamu, kwa sababu humu ndani kwenye mwili umejawa na mahitaji ambayo ni ngumu sana kuyaendo. Mahitaji ya kimwili, sijui vyakula, mavazi na nini. Angalia utamaduni wetu wa maisha yetu hii leo, ni rahisi sana kuteswa na mapepo. Kwa nini? Kwa sababu structure ya jamii ambayo tumeitengeneza sisi hapa ni tuko constant tukiwa tunataka vitu, wanasema vitu ambavyo ni unnecessary stuff, mapesa mengi, sijui manini, vyakula huku. Ndio maana pia hata tunaambiwa kesheni mkiomba fungeni. Kufunga ni kile kitendo pia unapata nafasi ya kunyamazisha mwili wako ili roho yako ipate kuisikia sauti ya Mungu ile sawa sawa. Kwa hiyo hii sehemu ya udhaifu ndio sehemu ambayo inasumbuliwa zaidi. Kwa hiyo kweli unaweza ukaomba, ukasali sana, ukawa na Kristo ndani yako, lakini unaweza ukasumbuliwa sana. Na nafikiri hiki ndicho ambacho mtumishi alikuwa anakimaanisha. Kule kusumbuliwa kwako, na kusumbulia vipi? Kwa mfano, wewe umesema kabisa, mimi nataka niishi kwenye ndoa ambayo ninabaki kwenye misingi ya Mungu, lakini shetani anachokifanya, anakupiga na mawazo ya kiovu zaidi. Anakuletea mawazo, ukimtizama mtu mawazo yanakuja ya kingono, unakuwa umekaa hivi, mawazo yanakuja ya ajabu. Akiona akupati hapo, anatumia watu wako wa karibu, akiwapiga na akiwasumbua wao na pepo la wivu, wao kuwa na wivu. Kwa hiyo wanaweza wakawa kwa kupitia wao akatafuta namna ya kukusumbua, ama kwa kupitia familia yako akaendelea kutafuta namna ya kukusumbua. Kwa hiyo trick yake ni kubwa sana, na ni ile ambayo yuko constant na maisha yako, hakuachi, yuko na wewe mwanzo mwisho. Na huku ndiko kuna kuitwa kuwa torment, za kusumbuliwa. Ni kama nzi, umesumbuka huku, unataka huku, unafanya hiki, yuko huku. Lakini japokuwa anakuja na ataki hizi ambazo yeye yuko nje, ndani yako Roho wa Mungu anaendelea kukupa information, kukupa maelekezo, namna ambavyo unatakiwa kunavigate, namna ambavyo unatakiwa kupita katikati ya hayo majaribu, kama vile Kristo alivyoyashinda majaribu ya shetani. Tunafahamu fika kabisa kwamba moja kati ya sehemu ambazo zilikuwa ni vivid shetani kumsumbua Kristo ni kwenye yale majaribu wakati wa mfungo wake wa siku 40. Lakini moja kati ya sehemu ambayo ni way to trick ni ile sehemu ambayo alikuwa anamjaribu Kristo kupitia mmoja kati ya wanafunzi wake. Kumbuka kuna bahala ambako nafikiri ni Petro, Kristo alikuwa anawapa information, taarifa za kule ambako shughuli itakaenda kufanyika Yerusalemu. Petro aliongea neno ambalo lilikuwa linaonekana kana kwamba yeye yuko na concern mle ndani, lakini mwisho wa siku Kristo kwa kumwangalia Petro akamwambia, ondoka nyuma yangu shetani. Aliyekuwa anaongea ni Petro. Kwa nini Yesu alimrifaa Petro kuwa ni shetani? Je, Petro ni shetani ama kuna nini kilichojificha ndani yake? Lakini at the time hiyo ni concept nyingine tena. Pale shetani alikuwa anajaribu kumtorment Kristo kupitia kinywa cha Petro, na baadaye akafanikiwa, lakini ulikuwa ni mpango wa Mungu, akafanikiwa kumtorment vizuri zaidi, kumuumiza, kumvuruga kupitia mtu wake wa karibu sana. Kwa hiyo tunapozungumzia hili swala, hii concept ikae kichwani kwako. Wewe huwezi kumilikiwa na shetani ikiwa umempokea Kristo. Maandiko yako wazi kabisa na ameliweka hilo wazi. Lakini unaweza kusumbuliwa na shetani hata kama umempokea Kristo, kwa sababu katika majaribu yako, katika maisha yako ambayo unapitia na majaribu na changamoto zake, ndiko kunako kukuza kiimani. Imani yako juu ya Mungu inaendelea kukua zaidi. Kwa hiyo nafikiri mtumishi alichokuwa anakimaanisha ni ile concept kwamba Mkristo hawezi kuwa possessed, lakini anaweza akasumbuliwa, tena akasumbuliwa kula kichwa na uchawi, ushirikina, wivu, uongo, ngono na mambo mengine mengi zaidi. Unaweza ukaendelea kusumbuliwa. Lakini katika hayo yote ni kuache tu na hili kwamba kumbuka,
Kristo alishaimaliza kazi pale msalabani. Unapopitia nyakati ngumu ambazo unasumbuliwa sana na adui, rudi katika sala. Kristo alikuwa anawaambia wanafunzi wake, salini, ombeni, msije mkaanguka katika majaribu. Kwa hiyo constant, kila unaporudi, ukipata nafasi hata dakika 5, dakika 10, endelea mwambie Mungu, ongea na Mungu, mwambie Baba, this is hard, hii ni ngumu, naomba unisaidie na navigate vipi. Lakini yeye anajua atakusaidia vipi, atakuencourage vipi. Kumbuka tu wakati Yesu mwenyewe anapitia wakati mgumu, alimuomba Mungu kikombe akiepuke, na Mungu akatuma malaika kumcomfort kwamba usijali, everything will be fine. Na hata katika majaribu ambao unapitia wewe na torment ambazo unapitia wewe, wako malaika wamekuzunguka, ni vile waoni tu, wakiwa wanakwambia kwamba we are with you, tuko pamoja na wewe, don't worry. Mungu akubariki sana, see you next time.